الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى. أيها إخوة المؤمنون، نستمر في دروسنا من كتاب شرح أصول الثلاثة، na tupo katika kuangalia wado au katika kauli yake Sheikh aliposema katika jambo la tatu ni da'watu ilaihi, na tumeangalia jana na gani ya kulingania, na tukashia katika majalati da'wa kathiratu minha da'watu ila Allah ta'ala bil khitaba, kwa khutba ilqa muhadharati. Na leo tunasoma, anasema wa minha, na miongoni mwa hizo njia za da'wa vile vile ni da'watu ila Allah fi majalisin al khassa, katika vikazi special kabisa. Anasema fa idha jalasa al-insanu fi majlisin, atapokaa binadamu katika majlis, fi da'wati mathalan, katika kulingania mfano, fa hadha pia majalu lid'awati ila Allah azza wa jalla, ni njia ya kulingania watu kuelekea kwa Allah azza wa jalla. Walakin yanbaghi, lakini yatakikana an takuna ala wajhi la malal fihi wala ithqal, kwa njia ambayo si ya melali, yani kuleta uzembe, kufanya ulegevu ndani yake, au ithqal, au kutia uzito, kuwatia watu katika uzito, au kuwafanya watu wazembee. Isiwe katika njia ya kati na kati, unatembea unaenda. ويحصل na yapatikana hadha hili bi an yu'ridha da'iya mas'alatin ilmiya, kwa kuyapeleka mbele ya wale wanao walingania, huyu mwenye kulingania huyu masala ya dini ya kiilmu, ala almujalisina, juu ya wale ambao walikuwa pale mbele yake. Thumma tabtadi'u almunaqasha, kisha ataanza munaqasha. Wa ma'lum, na kinajulikana munaqasha yakun munaqasha wa suali wa jawabu. Munakasha inakuwa kwa suali na jawabu. Kwa hiyo ataanzisha pale munakasha ni kati ya wale wanawapelekea da'wa. Munakasha ni mjadiliano, maana yake mazungumzo ya swali na jawabu. Mazungumzo, munakasha ni mazungumzo yale ya swali na jawabu, yanakuwa hivyo. Anasema lahu daurun kabirun fi fahmi, yeye ana mzunguko mkubwa, dauru kubwa kabisa katika kufahamu ma anzalallahu ala rasulihi, kuyafahamu yale ambayo ameyateremsha Allah tabaraka taala kumteremshia mtume wake. Watafahimihi, na kuyafahamisha yeye, kuwafahamisha wengine baada ya kuyafahamu yeye. Wa qad yakunu akthara fi'liya, na hakika inakuwa ufanyaji mkubwa kabisa wa kufikisha dawa min ilqai, kuliko ilqai alkhutba, kuliko kutoa khutba, au muhadharat au mihadhara, ilqai mursala kama huwa maalum, yani kuweka hii marasi mursala, yani vitu vya kutuma hivi, hata kuandika vijeledi afu kwa vituma kwa sehemu mbalimbali, karatasi zile kama vijeledi vile vya karatasi vipo vya dawa, umeandika masala ya kidini, ukaeneza kwa watu, yakawafikia watu, wakaweza kufahamu. Hii inakuwa ni njia kubwa kabisa ya kufikisha kuliko weka mihadhara. Sababu mihadhara na walenga wapoto wale pale tu, lakini kitu cha kutuma kama hivi na unawatumia watu walio kwa mbali na kinawafika. Wa da'watu ila Allah, anasema na kulingania watu kuelekea kwa Allah, hiya wadhifatu rusul, ndio wadhifa wa mitume, ndio vyeo vya mitume hivi alayhi salatu wassalam, juu yao sala na salam. Wa tariqatu man taba'ahum, na ndio njia ya wale ambao waliofuata hao mitume ya ihsani, kwa wema. Waliofuata mitume kwa wema, basi na wao njia zao ndio hizo hizo, kuwalingania watu kuelekea kwa Allah. Inakuwa ni wadhifa na kwa wao, maana yake ni cheo chake alichokuwa nacho hicho, inakuwa mtu. Fa idha arifa al-insanu ma'budi, basi atapomjua binadamu kumjua mwabudiwa wake, yani Allah, wa nabii, na kumjua mtume wake,
wa dini, na kuijua dini yake. Wa manna Allahu alayhi bitawfiq dhalik, na Allah akamneemesha juu yake kwa kufikishwa kwa fahamu hayo. Fa inna alayhi as-sa'i fi inqadhi ikhwanihi, basi juu yake yeye ni lazima kufanya haraka kwenda kuwaokoa ndugu zake, bid'awatihim ila Allah, kwa kuwalingania wao kuwarejesha kwa Allah azza wa jalla. Waliyubashira bil khair, na wabashirie khairi au ndugu zake wakati wanalingania. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam li Ali ibn Abi Talib, kuambia Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, yawma Khaybar, siku ya vita vya Khaybar, akamwambia infidh ala rislik, nenda katika njia yako hii, hata tanzila bisahatihim, mpaka uteremke katika uwanja wao hawa watu wa Khaybar. Thumma ud'uhum ila alislam, kisha ukifika walinganie wao kuja katika Uislamu, yani sio kupigana nao tu, walinganie kwanza kuwaita katika Uislamu. Wa akhbirhum, na wape habari wao, bima yajibu alaihim, kwa wale ambao yanawajibu kwa wao kuyafanya, min haqqillahi, katika haki za Allah ta'ala, fihi, haki za Allah tabaraka ta'ala ndani ya hicho wanachowalingania katika mambo hayo. Anasema fa wallahi, akaapa mtume sallallahu alayhi wasallam, fa wallahi, basi naapa kwa Allah, la an yahdi Allahu bika rajulan, atapomuongoa Allah mtu mmoja tu, wahidan, rajula wahida, mtu mmoja tu, khairul laka, ni bora kwako wewe, min humrin na'ami, kuliko ngamia mwekundu. Ngamia mwekundu ni mnyama ambaye ana thamani kubwa sana. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam kamwambia mtu mmoja tu kumlingania akaongoka kupitia wewe, basi ilikuwa ni bora kuliko kuwa na huyo ngamia mwekundu ambaye mnamuona bora. Hadithi hii akhrajahu al-Bukhari, ametoa Bukhari katika rakamu 4610 na Muslim katika rakamu 2406. hadithi muttafaq ala sihhatihi, wamefikiana juu sahihi wa hadithi hii ya Bukhari na Muslim. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, na anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, fi ma rawahu Muslim, katika hadithi ambayo amesimulia Imam Muslim, man daa ila Allah ila huda, yoyote atakayelingania kwenda katika uongofu, kana lahu min al-ajri, basi atakuwa yeye na malipo, yani atapata malipo mithla ujuri man tabi'ahu, mfano wa malipo yule ambaye atakayemfuata yeye, yani atakayekubali ule ulingano wake na akakubali kufuata. Wala yanqusu dhalika min ujurihim shay'an, na wala hayo hayapunguzi chochote katika malipo atakayopata wale ambao watakaokubali kufuata, kwamba atalipwa kama vile yule ambaye alimlingania yeye, basi sio kama kitapunguza kwa kitu chochote, haipunguzi kitu. Wa man daa ila dhalala, na yoyote atakayelingania watu kwenda katika upotevu, kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Hapana, wa man daa ila dhalala, na yule ambaye atakayelingania watu kwenda katika upotevu, kana alayhi min al-ithmi, basi itakuwa juu yake mtu huyu katika madhambi, mithlu athami man tabi'ahu, mfano wa madhambi wale ambao watakaokubali kufuata kile alichokilingania yeye, watakufuata madhambi watakapata wale, basi na yeye atapata kama yale madhambi yale. Waqal, na akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, fi ma rawahu Muslim, vile vile aidan, vile vile kasema katika hadithi ambayo kaisimulia Muslim vile vile, man dalla ala khairi, yoyote atakayejulisha watu kujulisha katika khairi, falahu mithlu ajri fa'ilihi, basi atapata yeye mfano wa malipo yule ambaye atakayelifanya khairi lile. Hii hapa tumemaliza katika mambo matatu ambayo tunasema Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab kwamba yajibu alaina an nataallama 4 masail. Kwa hiyo sasa haya tumemaliza masala matatu, na la 4 insha Allah litakuja nalo itakuwa sabru ala al-adha fihi. Hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.